katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Ariaba sheketa baba yana maka tariba kata payana masege taria magadaba jebrari kapaya raba katika jina la Yesu. Lord, we glorify your holy name. Tunakulia sifa Bwana. Asante kwa neema ya kukusikia tena siku nzuri ya leo. Asante kwa kutuhudumia vema Bwana. Asante kwa sababu katika neno lako pia utatuhudumia vema. Katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Na kila mmoja amshangilie Bwana akisema amen. Makofi kwa ajili ya praise and worship team wanaposhuka. Makofi mengi kwa ajili yao. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu. Kitabu cha Yohana sura ya 14 mstari wa 26. Yohana sura ya 14 mstari ule wa 26. Lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Katika jina la Yesu Kristo, Mungu na alibariki neno lake na kila mmoja aseme amen. Mtu wa Mungu nizo kama mahali ulipo huko namshangilia Bwana. Nimefurahi kukuona. Kwa kweli najisikia vizuri kukuona ibadani na najisikia vizuri kuona ukiwa na afya njema. Na tuombe sasa kwa ajili ya watoto ili waweze kuingia darasani. Kristo, tunasema asante kwa ajili ya watoto wetu wanapoingia darasani, tunawaombea wakawe vichwa na si mikia katika jina la Yesu Kristo. Amen. Wanapoingia darasani, makofi mengi kwa ajili yao. Karibu darasani watoto, Mungu awabariki sana. Nisaidie basi kumgeukia jirani yako na kumwambia karibu ibadani. Nisaidie kumgeukia jirani yako wa kushoto na wa kulia, mwambie karibu sana ibadani. Sisikii watu wakiongea, mwambie karibu sana ibadani. Nimejisikia vizuri kuona. Haleluya. Mungu awabariki sana. Ninakufundisha leo tena kwa neema ya Mungu kwa habari ya kuenenda katika roho na nguvu. Kuenenda katika roho na nguvu, na hii itakuwa ni sehemu ya 11 ya somo letu. Na leo nitakufundisha kwa habari ya huduma za Roho Mtakatifu kama msaidizi. Narudia, somo kubwa au kichwa kikubwa ni kuenenda katika roho na nguvu, na kichwa kidogo pale ni huduma za Roho Mtakatifu kama msaidizi. Kuenenda katika roho na nguvu, huduma za Roho Mtakatifu kama msaidizi. Na nilianza kukufundisha last week kwa habari ya kumtazama Roho Mtakatifu kwa ajili ya muamini. Kwa sababu kwa muda mrefu tumejifunza muamini dhidi ya Roho Mtakatifu. Na katika hicho kichwa cha muamini dhidi ya Roho Mtakatifu tulikuwa tukiangalia makosa ambayo muamini anaweza akayafanya kinyume na utendaji wa Roho Mtakatifu na yakamzuia kwa namna moja ama nyingine Roho Mtakatifu asifanye kazi na huyu muamini. Kwa tuliangalia makosa karibia 6. Kama haujapata nafasi ya kusikiliza, uzuri ni kwamba masomo yetu yote yanakuwa kule YouTube. Kwa upata muda mzuri, anza kupitia na Roho Bwana atakusaidia kuyaelewa. Kwa tulianza kuangalia kwamba muamini anaweza kusimama kinyume na Roho Mtakatifu. Na chochote ambacho muamini anataka Roho akifanye kwenye maisha yake, anao mchango kwa namna ambavyo anahusiana na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo mahusiano yasiyo sahihi ama yasiyo mazuri kati ya muamini na Roho Mtakatifu automatically huwa yanamzuia Roho Mtakatifu kuweza kumhudumia yule muamini. Baada ya kuangalia hicho kichwa, tukaangalia muamini na Roho Mtakatifu au Roho Mtakatifu na muamini. Na idea kubwa hapa ni sasa muamini anasimama sio dhidi ya Roho Mtakatifu tena, anasimama pamoja na Roho Mtakatifu. Na tulijifunza tukaona kwamba Roho Mtakatifu anapopata nafasi ya kufanya kazi vizuri na muamini, huwa anakuwa msaidizi wa muamini. Anakuwa msaidizi wa muamini. Kwa hiyo tuliangalia kulingana na ile Yohana sura ya 14 mstari wa 16 mpaka 18, Yesu akasema nitamuomba Baba atawapa msaidizi mwingine, ndiye Roho wa kweli. Sawa, msaidizi mwingine. Na tulikaa pale kwenye dhana ya Roho Mtakatifu kama msaidizi. Tukasema maana ya neno msaidizi pale kwenye lugha ya Kiyunani ni neno parakletos au parakleto. Na neno parakletos linaundwa na maneno mawili. Kwanza kuna neno para ambalo linamaanisha iliyo karibu na au iliyo kando kando ya. Halafu kuna neno kaleo. Maana ya kaleo maana yake ni kuita. Kwa hiyo sasa tukitafuta a literal meaning, maana ya kawaida kabisa hilo neno, tunagundua kwamba parakletos ni msaidizi aliyeitwa kuwa karibu na muamini.
Kwa Roho Mtakatifu na chochote anachokifanya kwa muamini huwa hakifanyi kutokea mbinguni, anakifanya kutokea ndani ya muamini. Kwa Roho sio msaada ulio mbali kiasi kwamba kama unahitaji huduma yake basi unatakiwa kwanza kumfikiria na kumimagine kama anatokea mbali sana, kwa lazima uimbe nyimbo za hapa na pale za kumshusha. No, sisi Roho huwa hatumshushi, yuko ndani yetu, tunamdhihirisha. Tunaelewa vizuri watu wa Mungu, kwa sababu yuko ndani yetu tunamdhihirisha. Kwa hiyo tuliangalia yote hao na tukaona Roho Mtakatifu kama Parakletos au msaidizi ni mtetezi, tuliona pia ni mfariji, tuliona pia ni msaada wa karibu ya muamini. Lakini pia jambo lingine ambalo tuliona, nataka nikuonyesha hapa haraka haraka, kwenye ile Yohana sura ya 14 mstari wa 16 mpaka 18, tuliona mambo mawili ya msingi, kwamba Roho Mtakatifu anatolewa na Mungu. Ukiangalia jinsi Yesu anavyosema, anasema nitamuomba Baba naye atawapa msaidizi. Kwa anayemtoa Roho ama aliyemtoa Roho kwa ajili ya kanisa ni nani? Ni Mungu Baba. Ndio maana Yesu anasema nitamuomba Baba naye atawapa msaidizi. Kwa Roho anatoka kwa Baba. Nataka kuongezea maandiko. Kitabu cha Yohana sura ya 15 mstari wa 26 nacho pia kinaelezea kwamba Roho anatoka kwa Baba. Yohana 15:26. Yohana 15:26 inasema, lakini ajapo huyo msaidizi nitakayewapelekea kutoka kwa Baba, huyo Roho kweli atokaye kwa Baba, alafu anasema atawafundisha kweli yote na kila kitu. Sasa nataka nikuonyeshe kitu cha msingi pale. Haya maneno anaposema lakini ajapo huyo msaidizi nitakayewapelekea, yale maneno kutoka kwa Baba kwenye tafsiri ya Kiingereza New King James Version inasema from the Father. Yule Roho kutoka kwa Baba, from the Father. Sawa? Alafu maneno yanayofuatia anasema huyo Roho kweli atokae kwa Baba, yanasema who goes out from the Father. Tunaelewa vizuri? Ni kwamba anatokea kwa Baba, he comes from the Father, sawa? Lakini pia he goes out from the Father. Idea ni nini? Tunaposema anatoka kwa Baba, kwa lile neno from, manake ni kama anaishi nyumbani kwa Baba. Sawa? Tunaposema kwamba he goes out from the Father, manake anatokea ndani ya Baba. Tunaelewa vizuri? Kwa Roho Mtakatifu anatokea ndani ya Mungu, ni sehemu ya Mungu. Mnakumbuka kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 2 anasema kama mwanadamu alivyo na roho ndani yake inayoyajua mambo yake yote, vile vile Mungu ana Roho Mtakatifu anayejua mambo yake yote. Kwa kama roho yako ilivyo ndani yako, ndivyo Roho Mtakatifu alivyo ndani ya Mungu. Hauwezi ukamtenganisha Mungu roho yake, hauwezi. Roho wa Mungu ndio essence hasa ya vile Mungu alivyo. Na ndio maana kama kuna kitu na discourage sana ni kumweka Roho Mtakatifu katika ule utatu, kumweka kwenye ngazi ya chini, kudhani kwamba huwa anaanza Mungu Baba, anakuja Mungu Mwana, alafu anakuja Mungu Roho Mtakatifu. Hapana, that is not biblical. Sio ya kibiblia hiyo. Utatu ni nafsi zote tatu katika umoja. Hakuna aliye bora kuliko mwingine, wala hakuna aliye mkubwa kuliko mwingine, wala hakuna aliye duni kuliko mwingine. Nafsi hizi zote tatu ni namna Mungu anavyoweza kujidhihirisha na kutenda kazi yake katika jina la Yesu Kristo. Tumeelewa vizuri? Jambo la pili, kazi kubwa ambayo Roho ataifanya ni kuiendeleza huduma ya Yesu Kristo. Ndio maana utaona kwenye yale maandiko nimesema kuna mambo mawili. Kwanza, Roho anatokea kwa Mungu, na pili, anakuja kuendeleza kazi ambayo Yesu Kristo asingeweza kuikamilisha kulingana na muda aliokuwa nao hapa duniani. Kwa ndio maana unaona anasema nitamleta msaidizi mwingine. Neno mwingine tuliwekea pia msisitizo. Neno mwingine ni neno la Kiyunani allos. Tunaona Mtume Yohana pale hatumii neno heteros. Neno heteros manake ni mwingine mwenye asili ya tofauti. Neno manake allos manake ni mwingine mwenye asili ile ile. Kwa Yesu anasema nitamleta msaidizi mwingine, anatumia neno allos kuelezea kwamba atakuwa mwingine kwa msingi wa majukumu, lakini kwa msingi wa asili ni yule yule kama mimi. Kwa sababu sisi sote ni umoja. Tumeelewa vizuri watu wa Mungu? Tunaelewa vizuri sasa? Kwa hiyo utaona moja ya kazi muhimu ambayo Roho alitakiwa kuja kuikamilisha au kuiendeleza ni kazi ya mafundisho. Kwa hiyo leo ninakufundisha huduma ya Roho Mtakatifu katika kufundisha, ama huduma ya mafundisho ya Roho Mtakatifu. Mind you, nimekwambia na kufundisha kuenenda katika roho na nguvu. Kichwa kidogo ni huduma za Roho Mtakatifu kama msaidizi, na kichwa kidogo zaidi ni huduma ya mafundisho ya Roho Mtakatifu. Maana yake tunamwangalia Roho Mtakatifu katika huduma ya kufundisha.
Sura ya 14 ya Yohana mstari wa 26 tumeisoma. Anasema lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote. Neno atawafundisha ni la msingi, na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Naomba nikupeleke pia Yohana sura ya 16 mstari wa 12. Yohana 16:12 mpaka 15. Yohana 16:12 mpaka 15. Hata nikali ninayo mengi ya kuwaambia, lakini hamwezi kuyastahimili hivi sasa. Lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote. Kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Yeye atanitukuza mimi, kwa kuwa atatwaa katika yaliyo yangu na kuwapasha habari. Na yote alionayo Baba ni yangu. Kwa hiyo nalisema ya kwamba atatwaa katika yaliyo yangu na kuwapasheni habari. Mungu na alibariki neno lake katika jina la Yesu. Sasa nitaomba tukae kwenye neno kufundisha pale. Anasema Roho atawafundisha yote. Nataka tulichambue kwa kina neno kufundisha katika msingi wa vile lilivyoandikwa. Nini hasa maana ya kufundisha? Neno la Kiyunani linalotumika pale ni neno didasko. Didasko ndio maana ya kufundisha. Didasko inaandikwa kama nilivyoitamka, didasko. Na hili neno lina uzito wake tofauti na vile ambavyo wengi tunaweza tukatazama kule kufundishwa. Neno didasko, maana ya neno didasko ni zaidi tu ya kutoa taarifa, ni zaidi ya kuinform. Kwa sababu katika jamii zetu kufundisha kunaweza tu kukawa ni kuprovide information, kutoa information. Lakini neno didasko linaenda zaidi ya hapo. Kwa anaposema Roho atakuja akiwafundisha, anatumia neno didasko. Kuna mambo karibia matatu hapa nataka uyaelewe kuhusiana na neno kufundisha ama didasko. Jambo la kwanza, neno hili linazungumzia juu ya kuelekeza. Kuelekeza. Hafundishi tu kutoa information, anaelekeza, anatoa maelekezo ya nini kifanyike na kwa namna gani kinapaswa kufanyika. Didasko. Kwa ni kuelekeza, ndio jambo la kwanza, ni kuelekeza. Jambo la pili ni kupandikiza maarifa na ufahamu unaoweza kugeuza fikra na mwenendo wa mtu. Sawa? Roho anapofundisha haji tu kuinform. Nia na lengo lake hasa ni kugeuza ufahamu na mwenendo wa mtu. Kwa hiyo taarifa yoyote ama maarifa yoyote anayoyaachilia, ndani kabisa ya hiyo taarifa na hayo maarifa liko lengo. Na hilo lengo ni kupandikiza maarifa na ufahamu unaoweza kumgeuza mtu kifikra na kimwenendo. Kwa maana nzima ya didasko, maana yake ni kupandikiza maarifa na ufahamu unaoweza kugeuza fikra na mwenendo wa mtu. Roho anapokuja kufundisha anafanya zaidi ya kuprovide information. Jambo la tatu, neno didasko maana yake ni kutoa maelekezo yenye mamlaka. Ni kutoa maelekezo yenye mamlaka. Yaani ni kwamba sio tu kusuggest vitu, ni kutoa maelekezo yenye mamlaka ya nini kinapaswa kufanyika. Sura ya 119 Zaburi ya 119, ukipata nafasi ya kuisoma vizuri, kaisome yote. Ndio sura ndefu kuliko zote kwenye maandiko, Zaburi ya 119. Pale ana mwandishi wa Zaburi analitaja neno la Mungu kwa majina mbalimbali. Moja ya majina hayo analiita neno kama sheria, au analiita mara nyingine neno kama amri za Mungu. Na wakati nasoma ile Zaburi kwa utulivu, niligundua kwamba kila jina ambalo mwandishi analitambua neno la Mungu, hilo jina halizungumzi tu kuhusu neno la Mungu, linazungumza zaidi kuhusu Mungu anayelizungumza na kulitamka hilo neno. Kwa hiyo mwandishi anapolitazama na kulitambua neno la Mungu kama sheria, maana yake anamtambulisha Mungu kama mamlaka ya mwisho, na kwamba chochote anachokisema yeye hakuna mwingine wa kupinga. Tunaelewa vizuri? Kwa mafundisho ambayo Roho anayaachilia huwa ndani yake yamebeba mamlaka ambayo inaelezea kwamba chochote kinachofundishwa sio suggestion, sio mapendekezo, ni amri ya nini unapaswa kukifanya.
nini unapaswa kukifanya. Kwa hiyo utagundua kwamba kila tafsiri ambayo tumeiangalia pale kwa habari ya maana ya didasko, kufundisha, kila tafsiri ambayo tumeiangalia kwa habari ya maana ya kufundisha inazungumza zaidi juu ya mwalimu na nafasi ya mwalimu kuliko kitu kingine chochote. Kwa mfano, tunaposema didasko, maana yake ni kutoa maelekezo yenye mamlaka. Maana yake lazima tumuone Roho Mtakatifu kama mwenye mamlaka na ushawishi kwa mwanafunzi wake au kwa wanafunzi wake, kwamba kila anachokiongea kinaachilia ile mamlaka. Lakini pia utagundua inaelezea shauku yake ya kutaka kuona mwanafunzi wake sio tu anahabarika, lakini anabadilika. Watu wa Mungu, tunaelewa vizuri? Hiyo ndio shauku ya Roho Mtakatifu, kutaka kuona mwanafunzi wake sio tu anakuwa informed, lakini anakuwa transformed. Na wengi kwa bahati mbaya tumekuwa tukichukulia mafundisho kama namna ya kuongeza misamiati kwenye fahamu zetu ili tusaidie katika ubishi na ushindani. Umezuka ubishani pale, wewe unachomoka na nondo za mchungaji wako, lakini kwenye maisha hamna chochote. Kwenye maisha hamna chochote. Sasa ukishalichukulia neno la Mungu kwenye hivyo viwango, maana yake wewe huwa unakuwa informed tu, unapewa tu taarifa, lakini sio kugeuzwa. Lengo la mafundisho ambayo Roho anayaachilia ni kumgeuza zaidi mtu kuliko tu kumhabarisha. Ndio maana utagundua kitu kwenye sura ya 28 ya Mathayo. Nimalizie hapa afu niingie sehemu ya ndani kidogo. Mathayo 28, wakati Yesu anatoa lile agizo kuu, akawaagiza wanafunzi wake akasema, mtaenda kuwafundisha mataifa kuyashika haya mambo. Umeona hiyo kitu? Anasema mtawafundisha kuyashika yote niliyowaamuru. Sasa hiyo ina msingi wa kwa nini tunafundisha na kufundishana. Kama Yesu aliwaambia wanafunzi wake mtawafundisha kuyashika, manake fundisho lolote limefanikiwa sana kama litamleta mwanafunzi mahali pa kuyashika, kwa maana ya kuobey, kutii yale yaliyofundishwa. Imekaa vizuri watu wa Mungu? Iko sawa hiyo? Sawa. Nataka sasa twende kwenye lile andiko ambalo tumelisoma, Yohana sura ya 16 mstari wa 12 mpaka 15, ambao Yesu anasema ni kali nayo mambo mengi ya kuwaambia, lakini hamwezi kuyastahimili hivi sasa, lakini atakapokuja huyo Roho kweli atawaongoza watie kwenye kweli yote. Katika maandiko haya kuna mambo angalau matatu nayotaka nikuoneshe kutoka kwenye haya maandiko ya Yohana sura ile ya 16 na mstari wa 12 mpaka 15. Yako mambo matatu nayo kuonesha, na mambo haya yatatusaidia kutufafanulia ni kwa namna gani Roho Mtakatifu hufanya na kutekeleza huduma ya mafundisho kwa muamini. Jambo la kwanza tunaweza kuliona pale, lazima tugundue kwamba Roho Mtakatifu kabla ya kutufundisha huwa anawekeza uwezo ama anaweka uwezo ndani yetu wa kuyaelewa na kuyastahimili mambo ya kiroho. Narudia, kabla Roho aanze kukufundisha, jambo la kwanza kabisa ambalo ulifanya ni kukujengea capacity ama uwezo wa kuyaelewa na kuyastahimili mambo ya kiroho. Manake kuna mafunuo yanafunuliwa, wewe una uwezo wa kuyastahimili yale mafunuo kwa sababu Roho ameweka capacity humo ndani yako. Kwenye kitabu cha Yohana sura ya 6 utaona moja ya matukio ya ajabu sana yaliwahi kutokea. Yesu aliwahi kukaa na watu wanaomfuata akawafundisha. Akasema, mtu asipokunywa damu yangu na kuula mwili wangu hana ushirika na mimi. Unajua nini kilichotokea? Sehemu kubwa sana ya watu walimwacha Yesu siku ile. Wakasema huyu jamaa anatufundisha elimu za kichawi, kwanza kula mwili na kunywa damu. Kwa wengi wakamwacha Yesu. Na Yesu akawageukia wanafunzi wake akawauliza, na nyie pia mnataka kuondoka? Simon Petro akatokea akasema, twende kwa nani? Na kwako yako maneno ya uzima. Sasa angalia, kile alichokihubiri Yesu kiliwafanya baadhi ya watu kuacha kumfuata siku ile ile. Kwa nini? Kwa sababu hawakuwa na spiritual capacity ya kucontain zile spiritual revelation. Hawakuwa na uwezo wa kiroho wa kustahimili, wa kubeba na kukumbatia mafunuo ya kiroho. Kwa moja kati ya vitu Roho anavifanya kabla aanze kukufundisha ni kukutengenezea uwezo, misuli ndani yako. Kwanza ya kuelewa mambo ya kiroho, na pili ya kuyastahimili mambo ya kiroho. Jambo hili Roho Mtakatifu ulifanya lini ama ulifanya wapi?
Kwa kweli jambo hili Roho Mtakatifu ulifanya siku unapookoka. Siku unapookoka. Yaani ile siku ulipookoka umemkubali Yesu Kristo pale, moja kati ya miujiza ya ajabu ambayo huwa inatokea. Ni kweli hautaiona kwa nje. Nimeandika kile kitabu cha mwongozo wa kukua katika Kristo. Nikasema nini kinatokea siku mtu anapookoka? Na nikaandika nikasema kwa bahati mbaya mengi ya mambo yanayotokea mtu anapookoka huwa hayaonekani kwa nje. Kwa ni rahisi sana mtu asiyefundishwa vizuri kudhani kwamba haliko jambo limefanyika kwenye roho yake siku alipookoka, kwa sababu akijiangalia kimo ni kile kile, rangi ni ile ile, kama unene au wembamba ni ule ule, hakuna kinachobadilika kwa nje, lakini kwenye roho ya mtu yako mambo huwa yanabadilika. Na moja kati ya miujiza mikubwa ambayo roho huifanya ndani ya mtu ni kumpatia asili nyingine inayomsaidia kuwa na uwezo wa kuyaelewa mambo ambayo baba yake anayazungumza. Watu wa Mungu, tunaelewana vizuri? Siku ulipookoka roho alikupa hiyo spiritual capacity. Alikupa hiyo spiritual capacity, uwezo wa kiroho wa kuyaelewa na hata kuyabeba yale ambayo Mungu atakuja kuzungumza na wewe ndani ya wokovu. Maana yake alikupa uwezo wa kumsikia. Siku ulipookoka alikupa uwezo wa kumsikia. Kwa hiyo usianze kutafuta uwezo wa kumsikia Mungu nje na kanuni za wokovu, kwa sababu hakunaga kanuni zingine za ziada zinazomwezesha muamini kumsikia Mungu zaidi ya maisha aliyopandikiziwa wakati wa wokovu. Maandiko yanaongea katika Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 14. Twendeni pale mara moja ili tutalisoma. Nataka kuonyesha tofauti iliyopo kati ya muamini na mtu asiyeamini. Ni andiko letu pendwa, tunataka tukisoma mara nyingi. Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 14. Basi mwanadamu wa tabia ya asili, pigia mstari hayo maneno, mwanadamu wa tabia ya asili, anasema hayapokei mambo ya roho wa Mungu. Moja kati ya disadvantage au hasara ambayo watu wa asili, anaposema mwanadamu wa asili, mwanadamu wa tabia ya asili ni mtu ambaye hajaokoka, ni mtu ambaye hana Roho Mtakatifu, ndio anaitwa mwanadamu wa tabia ya asili. Na mtu hawezi akawa hajaokoka na akawa na Roho Mtakatifu. Sawa? Manake kama hajaokoka hana Roho Mtakatifu, kwa sababu Roho Mtakatifu ni kwa ajili ya wale tu walioamini. Kwa hiyo anaposema mwanadamu wa tabia ya asili, anamzungumzia mtu ambaye hajaokoka na hana Roho Mtakatifu. Anasema hana Roho Mtakatifu, na anasema basi mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya roho wa Mungu. Disadvantage mojawapo ambayo mtu ambaye hajaokoka anayo kwa habari ya mafunuo ya Roho Mtakatifu ni kwamba hana uwezo wa kuyapokea. Hana uwezo wa kuyapokea. Nisikilize, sijasema hana uwezo wa kuyasikia au kuyasikiliza. Ana huo uwezo, lakini kupokea ndio hana huo uwezo. Kwenye lugha ya Kiyunani neno kupokea pale lililotumika ni neno dikomai. Dikomai linaandikwa dichomai, linasomeka dikomai. Hilo neno maana yake ni kupokea kwa shauku. Kupokea jambo kwa shauku, kupokea jambo na kulipa nafasi lifanye chochote lililokusudiwa kufanya na wewe. Kwa mtu ambaye hajaokoka hana dikomai, hana uwezo wa kulipokea jambo lolote la Mungu kwa shauku ya moyo kama wewe unavyofanya. Wewe umeacha shughuli zako, umeacha kila kitu, umekuja hapa unasikiliza neno, na kile ambacho kinazungumzwa na kuhubiriwa unaondoka nacho kama neno kamili la Mungu. Mtu ambaye hajaokoka hana huo uwezo wa kuondoka nalo kama neno kamili la Mungu. Na ili kuthibitisha kwamba hana huo uwezo, sio kwamba hataweza kupokea kusema kwamba hili kweli ni la Mungu. Tutaona hana huo uwezo kwa sababu lile neno hata ruhusu limbadilishe na kumpatia wokovu. Watu wa Mungu, mnanielewa vizuri? Anaweza akawa ni mchambuzi mzuri wa maandiko, anasoma Biblia kwenye dini yake sana, lakini kama hajaokoka, ila tu anaishia kusema mimi nimesoma sana Biblia, naijua vizuri sana Biblia, ila kuokoka sitaki, maana yake huyu hajalipokea vizuri. Tumeelewa vizuri? Kwa kule kupokea neno vizuri sio kusema Mungu asante kwa kusema na mimi kanisani mwinjilisti amehubiri. Sio hiyo. Kupokea vizuri ni badiliko la moyo ambalo ni wokovu. Kwa kama mtu anasikiliza kila siku mahubiri, kila siku anasikiliza mahubiri na hana uwezo ama utayari wa kuacha kile kinachohubiriwa kiuathiri moyo wake, aupate wokovu, abadilishe mwenendo na maisha yake, aokoke, maana huyo mtu hana dikomai. Hajalipokea kwa shauku, hajalipokea katika namna nzuri.
Paulo hapa hatumii neno lingine linaitwa lambano. Lambano ni upokeaji wa kawaida tu, ni kupokea tu kitu katika namna ya kawaida. Dikoma ni upokeaji wa shauku kubwa ambao wewe uliufanya siku ulipompokea Yesu Kristo na kuokoka. Hiyo inaonyesha kwamba wewe ulipokea kwa shauku kubwa. Kwa anasema basi mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya roho wa Mungu. Kwa disadvantage ya kwanza ni kwamba hana uwezo wa kuyapokea wa Mungu au mambo ya Mungu. Anasema maana kwake huyo huwa ni nini? Ni upuuzi. Alafu disadvantage ya pili anasema wala hawezi kuyafahamu. Kwa mtu ambaye hajaokoka hawezi kuyapokea mambo ya Mungu, na pili hawezi kuyafahamu. Kinyume chake ni mtu aliyeokoka, anayafahamu yote na ameyapokea. Anafahamu yote na ameyapokea yote. Sasa neno kufahamu pia pale ni la msingi, kwa sababu kwenye lugha ya Kiyunani kuna maneno mawili ambayo yanatafsiriwa kama kufahamu, na Mtume Paulo hakutumia lingine, akatumia hili. Neno kufahamu pale ni neno ginosko. Maana ya ginosko maana yake ni kuwa na ile experiential knowledge. Sio tu ufahamu wa kiakili, ni ufahamu wa kimahusiano. Ni ufahamu kama ule ambao maandiko yanasema Adam akamjua mkewe akapata ujauzito. Kule kujua kulikuwa sio kujua kwa akili za kawaida, kulikuwa ni aina fulani ya mahusiano ya kimwili. Kwa vile vile mtu ambaye hajaamini hana uwezo wa kulifahamu neno la Mungu na kuruhusu ligeuze maisha yake, isipokuwa ameamua kuamini. Ila mtu aliyeamini ana huo ufahamu. Kwa utagundua Roho ndo anayetupa uwezo wa kupokea neno kwa shauku na kuyaelewa yote ambayo anazungumza, na huwa anayafanya hayo yote wakati wa wokovu wetu. Katika jina la Yesu Kristo. Tumeelewa watu wa Mungu? Tumeelewa vizuri? Ukisoma Wakorintho wa kwanza sura ya 3, utaisoma kwa sababu ya muda. Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa kwanza mpaka wa pili, utaona kuna vitu vinavyoweza kumlimiti mtu kulistahimili neno la Mungu. Kwa mtu ambaye hajaokoka, hali yake ya kiroho inamzuia kulistahimili neno la Mungu. Na ndio maana hata siku moja, hata itokee mtu aliyeokoka ametoa mashauri yaliyo bora kiasi gani, huaga hatusemi Roho Mtakatifu amemtumia. Hatusemi, hana hiyo capacity ya kutumiwa na Roho Mtakatifu. Nafahamu wewe unafahamu kwamba na unaelewa kwamba Roho anaweza akatumia chombo chochote. Ni kweli anaweza akatumia chombo chochote, lakini unapokuja kwenye habari ya kazi za kudemonstrate kazi za Roho, hekima na maarifa na vitu kama vile, Roho huwatumia watu wake. Kwa mtu ambaye hajaamini anaweza akakupa ushauri mzuri wa kibiashara. Yes, mzuri kabisa. Na Mungu anaweza at some point amemtumia kukusemesha ama kusema na wewe. Lakini hiyo haipaswi kutupa ujasiri kwamba mara zote tutaipata hekima ya kiungu kwake, kwa sababu tu alitumiwa mahali fulani. Mwenye uwezo wa kuwa makao ya hekima ya Mungu ni muamini peke yake. Ndio ana huo uwezo. Ndio unaweza ukamtegemea kwamba leo akakushauri na kesho ukapata kimeo ukasema atanishauri tena. Na kwa sababu ana Roho Mtakatifu ndani yake. Kwa mtu ambaye hajaamini anakuwa limited kwa habari ya mambo ya Mungu. Lakini kwa bahati mbaya hata muamini anaweza kuwa limited kwa mambo ya Mungu. Ule uwezo wa kustahimili mafunuo ya Mungu. Na ndio maana sio waamini wote huwa tunaweza kuona au kuoneshwa mambo makubwa. Sio wote tunaweza tukapewa assignment fulani kwamba Mungu akasema pale kanisani kuna 1 2 3 akiendi vizuri, nimekuonesha, anza kukiombea. Sio wote. Wengine akikiona tu hicho anaacha na wokovu. Anaacha na wokovu kwa sababu amemuona ndugu fulani hapa ambaye anaimbishaga au anahudumu, alienda kwa mganga. Sasa kamuona kwenye maono au kwenye ndoto. Anaacha na wokovu hapo hapo. Mungu huwa anajihakikishia uwezo wa watu kustahimili mafunuo yake kupitia mchakato wa kukua kiroho. Kwa muamini ambaye hakui na kukomaa kiroho, hana uwezo wa kucontain mafunuo ya Roho Mtakatifu. Mnanielewa ninachoongea? Nachoongea ni kwamba kazi ya Roho Mtakatifu ni kuwafundisha waamini, lakini sio kila waamini au sio waamini wote. Ni wale tu waliokomaa kiroho. Ndio nachokiongea hapo. Kwa sababu kuna aina ya mafunuo ambayo atakuwa limited kwa muamini mchanga. Atakuwa limited kuachilia kwa muamini mchanga, kwa sababu huyu muamini mchanga hataweza kuyaelewa. Kwa hiyo muamini mchanga au muamini anaweza akaitikia huduma ya mafundisho ya Roho Mtakatifu kwa yeye mwenyewe kuanza kukua kiroho. Kwa kadri unavyokuwa kiroho, unarahisisha na kutanua ile misuli na kutanua nafasi
ya Roho kukuamini kwa mafunuo yaliyo makubwa. Kwa hiyo utasoma Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa kwanza mpaka wa 2, utaona Mtume Paulo anashindwa kuongea na watu akiwafundisha kweli ya Mungu kwa sababu walikuwa wachanga kiroho. Utaenda pia kwenye Waebrania sura ya 5 mstari wa 14, 5:14 Waebrania 5:14 anasema, lakini chakula kigumu ni cha watu wazima ambao akili zao kwa kutumiwa zimezoezwa kupambanua mema na mabaya. Kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa kwanza na wa 2 anasema, sikuweza kusema na nyie kama watu wazima, kwa niliwalisha maziwa na si chakula kigumu. Kwenye Waebrania anasema chakula kigumu ni cha watu wazima ambao akili zao kwa kutumiwa zimezoezwa kupambanua mema na mabaya. Kwa hii inazungumza juu ya umuhimu wa nidhamu ya ukuaji wa kiroho katika kumsikia Roho Mtakatifu au kufaidika na mafundisho ya Roho Mtakatifu. Naomba uandike, ukweli ni wa msingi sana. Ukweli ni wa msingi sana. Tuandike. Kama tunaweza kufanyia quotation itakuwa nzuri pia. Mengi ya mahitaji na maswali ya muamini yamejibiwa tayari katika nidhamu ya ukuaji wake kiroho. Narudia. Mengi ya maswali na mahitaji ya muamini tayari yamejibiwa katika nidhamu ya ukuaji wake kiroho. Leo watu wanatafuta vitu ambavyo tayari Mungu ameshatoa kwa ajili yao. Vingi wanatafuta ambavyo tayari Mungu ameshawapa. Lakini kwa nini hawavioni? Ni kwa sababu wamepuuza ukuaji na ukomavu wa kiroho. Kwa sababu mengi ya maswali na mahitaji ya muamini Mungu ameyajibu kupitia nidhamu ya muamini katika kukua na kukomaa kiroho. Kwa kadiri unavyokuwa na kukomaa kiroho, kuna majibu mengi ya maswali yako Mungu atakuwa anakutanisha nayo katika jina la Yesu Kristo. Jambo la pili katika haya maandiko. Kwa hiyo utaona sasa, nimesema jambo la kwanza ni kwamba Roho ndio anayetengeneza capacity ndani yetu ya kuyaelewa mambo ya Mungu. Kwa hiyo Yesu anawaambia wale wanafunzi, ninayo mengi ya kuongea na nyinyi lakini siwezi kwa sababu hamwezi kuyastahimili. Akija Roho atawawezesha katika kuyastahimili. Kwa hiyo Roho ndio anayetupa spiritual understanding, la kwanza. Ndio la pili, anatupa pia uwezo wa kuyastahimili mafunuo ya kiungu yanayofunuliwa. Lakini hata hivyo Roho pia anaweza akawa limited katika hilo kulingana na nidhamu ya ukuaji alionayo muamini binafsi. Jambo la pili, nini Roho anafanya au Roho anatufundisha kwa namna gani? Roho anamuongoza muamini katika kweli yote. Anatufundisha kwa kutuongoza katika kweli yote. Ule mstari wa 13 anasema, nitamleta Roho Mtakatifu, au atakuja Roho Mtakatifu ambaye atawaongoza awatie kwenye kweli yote. Roho atawaongoza awatie kwenye kweli yote. Nataka tupate hii picha. Nimesema Roho anatufundisha ukweli wa Mungu kwa kutuongoza katika kweli yote. Kutuongoza katika kweli yote, sawa? Nadhani kwa sehemu fulani naweza nikakufundisha kile ambacho Biblia nyingi za Kiingereza zinazungumza. Neno into anaonyesha kwamba Roho Mtakatifu huwa anamguide muamini into the whole truth. Into, anatumia neno into. Na tafsiri ama taswira iliyoko hapa ama idea iliyoko hapa ni mtu aliyemshika mwingine mkono na kuanza kumuingiza. Tuchukulie labda ni holi fulani kubwa hivi, sawa? Kwa mtu amemshika mwenzake mkono na wanaanza kuingia kwenye lile holi. Ndio idea iliyoko hapo. Sawa watu wa Mungu, Ndio kitu Roho anakifanya kwa habari ya kweli. Maandiko yanaposema anatuongoza atutie kwenye kweli yote, maana yake kuna mahali ametutoa na anaanza kutuingiza. Tunaanza kutembea naye katika viwango ambavyo yeye anataka tuvione katika huo ukweli wa Mungu. Na hii sasa inatengeneza picha moja ya msingi sana, kwamba mafundisho, mafunuo ama kweli ya Roho Mtakatifu kwa muamini huwa ni kweli ambayo niwekaje Kiswahili, ni gradual in nature. Manake sio kweli ambayo muamini anaweza akaipokea na kuielewa mara moja. Ni kweli ambayo inafunuliwa hatua kwa hatua, kwa sababu idea ni ile ile. Huyu Roho ametushika mkono, anatupitisha kwenye kweli yote. Kwa kila hatua inaufunua ukweli fulani wa Mungu kwetu. Kwa sio kweli kwamba mara moja tu akianza kufundisha unaelewa kila kitu kwa wakati mmoja. No. Hiyo ni hatua ya wewe na yeye kutembea.
wewe na yeye kutembea kuelekea ukweli au ndani ya huo ukweli. Mnatembea, amekushika mkono. Kwa kila hatua mnayopiga ina reveal jambo fulani. Kila hatua mnayopiga inafunua jambo fulani ambalo ni kweli ya Mungu. Na huu mtembeo sasa ulianza lini hasa? Huu mtembeo ulianza siku ulipookoka. Ndio mahali ambapo huu mtembeo ulianzia hapo. Siku ulipookoka. Na ni mtembeo endelevu mpaka siku Yesu atakaporudi. Kwa muamini hana ruhusa ya kusema nimeshasoma Mwanzo mpaka Ufunuo, nimeyajua mengi, sasa niachane kwanza na wokovu nifanye mambo mengine nimsubirie huyu mzee arudi. No. Muamini hata usome Mwanzo mpaka Ufunuo mara 3 kwa wiki, soma mara nyingi uwezavyo, hakuna mahali utafika kumaliza kile ambacho Roho anakufundisha progressively. Na ndio maana utaona wewe umesoma kitabu cha Mwanzo sana, akisimama mhubiri fulani kufundisha kitabu cha Mwanzo unaona kila kitu ni kipya. Umesoma Mathayo sana, umelijua somo fulani sana, akisimama mtumishi wa Mungu kuhubiri kila kitu kinakuwa nini? Kipya. Kila kitu kipya. Kwa nini? Kwa sababu Roho ana kazi ya kukuongoza hatua kwa hatua kwenye kweli yote. Kwa hiyo idea anaosema atakuja Roho atakayewachukua watie kwenye kweli yote, inazungumzia utendaji wa Roho Mtakatifu progressively. Mungu abariki sana. Utendaji wa Roho Mtakatifu progressively, maana yake chochote anachokifunua anakifunua hatua kwa hatua. Sasa yako mambo mawili nataka uyaelewe kuhusiana na hichi ambacho nimekizungumza. Jambo la kwanza, katika kutuongoza Roho huwa anahitaji sisi tuhusike pia. He needs us active, not passive. Anahitaji na sisi tuhusike. Anapokuwa ameuchukua mkono wako na anakuingiza kwenye lile holi la kweli, hahitaji wewe ukae kama mtu usiyehusika. Anahitaji sana uhusika wako. Na ndio maana kwenye pointi ya kwanza nimetoka kuongelea, sehemu mojawapo ya uhusika wako ni kuhakikisha unapokea na kukua kiroho kwa kila ukweli ambao yeye anauachilia. Hiyo ndio sehemu ya kwanza ya uhusika wako. Na next week nitafundisha kwenye huduma hii ya Roho Mtakatifu, nitafundisha huduma ya Roho Mtakatifu kutuongoza, huduma ya maongozi. Nitakuonesha namna anavyotuongoza. Lakini hapa nakupa tu kidokezo kwamba Roho anapotuongoza huwa anahitaji pia tuhusike. Anahitaji sisi pia tuwe active. Jambo la pili, katika kutuongoza Roho Mtakatifu huwa anamfunua Yesu Kristo. Katika kutuongoza Roho Mtakatifu huwa anamfunua Yesu Kristo. Nigusi hapa kidogo. Wengi tuna njaa na shauku ya maongozi ya Roho Mtakatifu. Lakini nikikupa fursa ama nafasi ya kutathmini njaa na shauku yako ya maongozi, utagundua unataka Roho akuongoze kwa manufaa yako binafsi. Usifeli kwenye biashara, ili usifeli kwenye mahusiano, ili usifeli hapa na pale, ni kwa ajili yako binafsi. Lakini ukweli wa msingi ambao ndio sababu ya kwa nini wengi tunapishana na mafunuo au maongozi ya Roho, Mtakatifu, kwa sababu yeye anapokuwa anakuongoza, huo mwongozo wake una lengo. Na lengo kubwa ya maongozi yake ni kumfunua zaidi Yesu Kristo kuliko kukufunulia wewe mambo unayoyataka. Narudia tena nilitoa ushuhuda Jumapili, nikasema kuna rafiki yangu ambaye alimuomba Mungu ampe uwezo wa kuona shida za wengine ili awe anawahudumia. Yaani anaposhuka madhabahuni watu wasiseme yule mhubiri alikuwa mnyonge bwana, hata hajatoa unabii na kusema wewe kwako kuna 1 2 3. Kwa hiyo alitaka anaposhuka watu waseme jamaa anaona. Kwa hiyo akamuomba Mungu mara kadhaa, nipe uwezo wa kuona shida za wengine, niwatabirie watu, niseme wewe jana 1 2 3. Tena wewe ulinyoa kikombe cha blue maji. Wewe sijui jana ulivaa socks rangi fulani. Ndio mambo aliyokuwa anayataka. Na Mungu alipoyaleta kwake, hakuyaleta kwa namna ambavyo yeye alikuwa anayataka. Aliyaleta katika tabia ama character inayomfunua Kristo. Tabia ya utoaji. Si unajua tabia ya utoaji inamfunua Yesu Kristo, akamletea mzigo wa kuwasaidia wengine kifedha. Umeona ilivyo tofauti? Mzigo wa kuwasaidia wengine kifedha. Kwa ndio yupo kanisani, Roho anamwambia yule ndugu hana nauli leo, msaidie 10,000, na yeye ana 13,000. Kwa inabidi atoe 10,000 abaki na 3,000. Tunaelewa vizuri?
Wengi hatu experience maongozi ya Roho Mtakatifu sio kwa sababu Roho aongozi, kwa sababu hajajua kusudi lake katika kutuongoza, kwamba katika kuongoza atanifikisha kwenye point ya kuzireveal au kuzifunua tabia za Yesu Kristo, na kwa namna hiyo watu wanaoniangalia nikiongozwa na yeye watasema hakika tunamwona Yesu ndani yake. Wewe unachokitaka ni kwamba uonekane wewe, yani uonekanage wewe ndio ukoseagi biashara ukiweka imo. Tena mara nyingine unaendaga hata ambao unataka Roho kuongoze hata kwenye kubeti. Imagine. Hata kwenye kubeti unataka Roho afanye mambo, akwambie timu gani hapa, odds zinakaaje kaaje. Sasa ukweli ni huu hapa, katika kutuongoza Roho atakuwa akimfunua Yesu Kristo. Unaweza kaandika kwenye mabano kwamba, na hili ndio lengo hasa la huduma ya mafundisho ya Roho Mtakatifu. Lengo la huduma ya mafundisho ya Roho Mtakatifu ni kumfunua zaidi Yesu Kristo. Nikurudishe pale kwenye Yohana tulisoma sura ile ya 16 mstari wa 12 mpaka 15, lakini mimi nikusomea mstari wa 13. Anasema, lakini yeye atakapokuja, huyo Roho kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote. Tumeiangalia, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe. Sawa? Lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari. Mstari wa 14, yeye atanitukuza mimi. Yeye atanitukuza mimi. Manake kazi yoyote ambayo Roho anataka au anapaswa kufanya na muamini ipo kwa ajili ya kumtukuza Yesu Kristo zaidi kuliko kumtukuza muamini binafsi. Kwa kama unatafuta ukae chini ya huduma ya Roho Mtakatifu kwa lengo la wewe kuvumbuliwa kama mtu uliye maalum kuliko wengine, kuna mahali unakosea kodi. Kodi ni Yesu Kristo adhihirishwe, na adhihirishwe kupitia wewe. Yesu Kristo akidhihirishwa kupitia wewe, hakuna mtu ambaye hata kujua, hakuna mtu ambaye hata kukimbilia, hakuna mtu ambaye hatataka mahusiano na msaada na wewe, lakini kwanza Yesu aonekane kwenye maisha yako. Kwa hiyo lengo la Roho kutuongoza ni ili kumfunua Kristo. Kwa kila hatua anapotupitisha kwenye ile hall ya ukweli, kila hatua anayopiga inamfunua Kristo. Kwa hiyo katika wokovu na mahusiano yako na Roho Mtakatifu, kila unapopata fursa ya kusema naye, kusikiliza mafundisho na hekima zake, utakuwa unamuona Yesu Kristo katika uhalisia wa vile alivyo zaidi ya jana. Hilo ndio lengo la huduma ya Roho Mtakatifu. Andika huu kweli, naomba pia uingie kwenye quotation huu kweli. Anasema kila kosa moja la kupuuza maongozi ya Roho Mtakatifu ni kosa la kupuuza ufunuo wa Yesu Kristo na mapenzi yake kwako. Narudia. Kila kosa moja la kupuuza maongozi ya Roho Mtakatifu ni kosa la kupuuza ufunuo wa Yesu Kristo na mapenzi yake kwako. Unapopuuza maongozi ya Roho Mtakatifu, kwa sababu yeye amekusudiwa kumfunua Yesu Kristo, manake unampuuza Yesu Kristo kufunuliwa kwenye maisha yako. Na utakuja hapa kanisani kutusumbua ukiimba natamani kufanana naye, na Roho Mtakatifu anapokuongoza hautaki kusikia maongozi yake, lakini unataka kufanana na Yesu Kristo. Hauwezi ukafanana na Yesu Kristo huku unayapuuza maongozi ya Roho Mtakatifu ambaye kazi yake ni kumweka Kristo na kumfunua Kristo kwenye maisha yako. Hiyo imekaaje? Iko sawa hiyo? Si watu wa Mungu kwa nini nasema hivi? Kwa sababu maandiko yanasema hata nena neno lolote kwa mapenzi yake binafsi. Ndivyo maandiko yanavyosema. Maandiko yanasema huyatwaa mambo alionayo Baba na kutupasha sisi habari. Na yale alionayo Baba ni ya nani? Ni ya Yesu Kristo mwenyewe. Kwa huduma nyingine ya Roho Mtakatifu ni huduma ya mafunuo. Na Roho Mtakatifu katika huduma ya mafunuo huwa ana kazi ya kumfunua zaidi Yesu Kristo. Kwa leo nakufundisha huduma ya mafundisho, next week nakufundisha huduma ya maongozi na huduma ya mafunuo ya Roho Mtakatifu. Lakini ukweli wa msingi ni kwamba huduma zote hizi mbili, ya maongozi na ya mafunuo, zote zinatokea kwenye huduma ya mafundisho. Kwa kadiri Roho anavyokufundisha anakuongoza. Kwa kadiri Roho anavyokufundisha anamfunua nani? Yesu Kristo kwenye maisha yako. Imekaa vizuri? Pointi ya 3 na ya mwisho. Tumalizia hapa. Pointi ya 3 na ya mwisho. Kwa habari ya haya maandiko ambayo tumeyasoma. Roho Mtakatifu anayafanya yote hayo. Yapi? Hayo ambayo tumeyataja, manake kutuokoa, kutupa uwezo wa kuyaelewa mambo ya kiroho na kuyastahimili mambo ya kiroho. Roho anatuongoza
na hata kutupa ufunuo wa Yesu Kristo. Anayafanya yote hayo kwa njia ya neno la Mungu. Sawa? Hilo ndio jambo la tatu. Roho huyafanya yote hayo kwa njia ya neno la Mungu. Kwa njia ya neno la Mungu. Kwa Roho hawezi kupingana ama kukinzana na neno la Mungu. Kazi yake kubwa ni kuja kulithibitisha na kulifunua na zaidi sana kuliapply neno la Mungu kwa muamini au kwa muhusika. Nataka uweke umakini wako wote kwenye ile sura ya 16 ambayo tunaisoma ya Yohana. Uweka umakini wako kwenye yale maneno katika mstari ule wa 13. Kipengele kinaweza ikawa D sijui pale. Yale maneno yanasema na mambo yajayo atawapasha habari yake. Tumeona hayo maneno, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Mstari ule wa 13 anasema lakini atakapokuja huyo Roho wa kweli atawaongoza watie kwenye kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Nataka concentration zetu ziwepo hapo kwenye hayo maneno mambo yajayo. Hapo ndipo mahali pana msingi wa hii pointi yangu ya tatu, kwamba Roho hufanya huduma hizi zote kwa msaada ama kwa njia ya neno la Mungu. Swali la kujiuliza ni kwamba mambo yajayo yanayozungumziwa pale ni yapi hasa? Kwa sababu waamini wengi wamechukua hili andiko na kudhani kwamba inaposemwa atatupasha habari kwa mambo yajayo, basi inasemwa juu ya kazi ya Roho Mtakatifu kukwambia mabalaa yanayokuja huko mbele. Kitu ambacho hakikuwa lengo la Yesu hapa. Je, mchungaji unasema Roho hizi akatuambia yajayo mbele? Anaweza. Na huwa anatuambia. Lakini haikuwa nia ya Yesu hapa. Kwa tusilazimishe nia zetu zikae kwenye nia ya Yesu, kwamba aliposema mambo yajayo atawapasha habari, maana ya yajayo ile ulionayo wewe ndio hiyo maana ya Yesu, kwamba njaa inayokuja, kukosa ada, kufukuzwa nyumba, sio. Hayo ni kweli yajayo, na katika uwezo wake wa kuona mambo ya milele anaweza akakwambia. Lakini pana maana specific ya haya maneno mambo yajayo, maana ambayo inajenga hasa pointi yangu kwamba Roho hafanyi chochote isipokuwa kwa neno la Yesu Kristo. Na kufundisha hapa vizuri ili uweze kuona sasa hichi kitu. Mambo yajayo ni yapi hasa? Mambo yajayo ni yapi hasa? Ni mambo mawili hapa. Kwanza ni yale aliyotamani kuwaambia kuhusu yeye mwenyewe, lakini hawakuwa na uwezo wa kuyastahimili. Si ndivyo? Si ndio? Turudi pale kwenye ile sura ya 16 nikuonyeshe ili ujue mambo yajayo. Anasema hata nikali ninayo mengi ya kuambia, lakini hamwezi kuyastahimili. Kwa hiyo anakuja Roho kuambia mambo yajayo ambayo ilipaswa mimi niwaambie, lakini sasa hivi hamwezi kuyastahimili. Kwa hiyo tafsiri ya kwanza ya mambo yajayo ni yale ambayo yeye alitaka au alitamani kuongea na wanafunzi na hakuongea nao. Kwa asitokee muamini yeyote akadhani kwamba kuna kitu kimepungua kwa waamini kwa sababu kuna mambo Yesu alitaka kuongea nao na hakuweza kuongea nao. Kwa yale mambo hayajulikani mpaka leo. Yale mambo ameyaongea tayari kupitia nani? Kupitia Roho Mtakatifu. Kwa tafsiri ya kwanza ya mambo yajayo ni yale ambayo yeye kwa wakati ule alishindwa kuongea na wanafunzi. Tafsiri ya pili kulingana na muktadha ni mambo yote yaliyofuata baada yake, baada ya yeye kuondoka. Mambo haya yaliyofuata baada yake ni yapi? Ni kama kifo na kufufuka kwake, sieti. Lingine ni kama kutukuzwa kwake, kunyakuliwa, ile kuondoka juu ya uso wa nchi. Lingine ni kama kuanzishwa na huduma ya kanisa, kuanzishwa kwa kanisa na huduma ya kanisa chini ya mitume wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Na kwa lugha rahisi tungesema ni mambo yote ambayo yameandikwa kuanzia kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume mpaka Ufunuo. Yale ndio mambo yajayo ambayo Yesu anasema ningekuwa na time ningeongea na nyie sana, lakini Roho anakuja atawavuvia watu wangu, watakia hayo, mtayaelewa. Mtayaelewa hayo. Si mnajua Yesu hakuandika kitabu chochote kwenye Biblia, au kuna kitabu kimeandikwa na Yesu? Hakuna kitabu alichoandika Yesu. Vyote vimeandikwa na mitume wake kwa msaada wa Roho Mtakatifu.
Kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Kwa yale mambo yajayo yanayosema nitawapasha habari yake, kimsingi ni ujumla wa mambo yote ambayo neno la Mungu linaongea kuhusu yeye. Na ukisoma Luka sura 24 utagundua anasema kuanzia kina Musa kule walikuwa wanaongea habari zangu. Yote ambayo maandiko yanaongea kuhusu yeye. Kwa chochote Roho anachokifanya ni kile ambacho tayari kimefunuliwa katika nini? Katika neno la Mungu. Kwa kilichokuwa mambo yajayo kwa kina Petro, kwetu sisi sio mambo yajayo, ni neno la Mungu tunalolisoma leo. Watu wa Mungu, mmenielewa vizuri? Kilichokuwa mambo yajayo wanaoyangojelea wale jamaa kwao, kilichokuwa yajayo kwetu sisi ndio hii Biblia ambayo tunaisoma leo. Inatuambia juu ya ukamilifu wa kazi ya msalaba, sio? Yesu aliposema nitawaambia mambo yajayo, ilikuwa pia ni pamoja na habari ya kazi ya msalaba, kufufuka kwake na kila kitu. Aliwagusia kidogo, hakuwaambia kwa undani. Hakuwaambia yote, aliwagusia kidogo. Sasa tayari sisi kanisa la leo tunatembea kwenye ukamilifu wa yale ambao mitume waliangojea kama mambo yajayo. Sisi leo hii ndio tunatembea kwenye huo ukamilifu, na chochote Roho anachokifanya ni kuliapply hilo neno la Mungu liwe halisi kwenye maisha yetu, na kwa namna hiyo anatufunua, anatutambulisha, anaifunua neema ya Kristo iliyokamilika tayari kupitia kazi ya msalaba. Anafunua pendo la Kristo lililokamilika tayari kupitia kazi ya msalaba, na kutuambia kwamba kupitia sisi ndio vyombo vya hiyo neema. Naomba nikusomee ile andiko mara moja nikiwa namalizia hapa. Nikusomee ile andiko mara moja. Kitabu cha Waefeso. Kitabu cha Waefeso, dakika chache nisome hapa. Waefeso sura ile ya kwanza. Na nisome mstari wa 6 na wa 7. Tuyaelewe maandiko vizuri. Waefeso sura ile ya kwanza. Mstari wa 6 na wa 7. Naomba niende Waefeso sura ya pili. Waefeso sura ya pili. Twende pale. Futa kidogo hapo. Waefeso sura ya pili. Anasema akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Sawa, anamzungumzia Mungu jinsi alivyotutendea katika Kristo Yesu. Tulipokuwa tungali wenye dhambi kabisa, akatufufua pamoja naye na kutuketisha katika ulimwengu wa roho mahali Kristo anapokaa. Mstari wa 7 anasema hivi, ili katika zamani zinazokuja. Hayo maneno zamani zinazokuja, kwenye baadhi ya tafsiri za Biblia atatumia nyakati zijazo. Sawa? Kwa ili katika zamani zinazokuja audhihirishe wingi wa neema yake upitao kiasi kwa wema wake kwetu sisi katika Kristo Yesu. Anachozungumza kwenye haya maandiko ni nini? Ni kwamba Mungu alituokoa ili tuwe ushuhuda katika nyakati zote zijazo wa kazi ya msalaba ambao Yesu amekwisha ifanya. Sio ataifanya, amekwisha ifanya. Kwa ni kwamba Yesu anaposema hayo mambo yajayo atawapasha habari, kwa wanafunzi yalikuwa ni mambo yote yanayofuata baada ya Yesu. Kwetu sisi ni mambo yote yaliyotokea na neno lake limeyaandika. Kwa tafsiri yake ni kwamba sisi hapa tuna habari zote za mpango wa Mungu. Haliko jambo tunalitarajia kuhusu ufunuo wote wa Mungu, yote tunao. Watu wa Mungu, hii imeeleweka vizuri? Yaani hakipo kitu nakitarajia kutoka kwa Mungu ambacho sina. Yote tayari ninayo. Kama ni kwa msingi wa mafunuo, kama ni kwa msingi wa elimu, kama ni kwa msingi wa maarifa, vyote nimekirimiwa katika neno la Mungu ambao ni Biblia, na Roho Mtakatifu hunifunulia hayo siku zote. Yote ninayo. Hakipo kitu ambacho nakitarajia na hakipo ndani ya neno, wala hakijafanywa na Mungu tayari ndani yangu. Vyote viko ndani yangu, vyote ninavyo, vyote Mungu ameshaviweka ndani yangu kupitia kazi ya msalaba ambao Kristo aliifanya kwa ajili yangu. Na hii inapaswa kabisa kuchange attitude ya muamini. Namna muamini anavyohusiana na kumsogelea Mungu haipaswi kuwa kama mtu aliyekosa kitu fulani. Inapaswa kuwa kama mtu aliye na kila kitu. Narudia hii kitu vizuri unielewe. Mara nyingine tumepoteza hata uwezo wa kumshukuru Mungu, kwa sababu kila mara tunaposogea mbele za Mungu tunasogea kama watu tuliokosa vitu fulani. Hatusogei kama watu tuliyetambua kwamba tuna vitu tayari Mungu amevifanya ndani yetu. Na ndio maana shukrani kwa wengi waga inatafutwa kwa tochi. Iko wapi shukrani? Iko wapi? Kwa sababu ni watu ambao
focus tena na nini Mungu amefanya kwa ajili yao, wana focus sana na nini kimepungua kwenye maisha yao. Na kwa bahati mbaya mengi yaliyopungua kwenye maisha yetu ni ya kimwili mno, lakini ya kiroho yote tumekirimiwa na tunayo. Waefeso 1 inasemaje? Tumebarikiwa kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Then anaanza kuzitaja hizo baraka. Tunao msamaha, tunayo maarifa. Tunaweza kujua sura ya 1 mstari wa 8 anasema tunayajua mambo yote. Hebu angalia Waefeso. Angalia Waefeso, nikurudishe pale. Waefeso sura ya 1 mstari ule wa 8. Angalia mstari wa 8 anasema naye alituzidishia hiyo hekima. Sawa? Okay, anasema naye alituzidishia hiyo katika hekima yote na ujuzi. Waamini tumezidishwa. Oya, kuna tofauti kati ya kupewa na kuzidishwa. Sisi hatujapewa, sisi tumezidishwa katika hekima ya Mungu. Vyote viko ndani yetu. Kwa sababu yale ambayo kwao yalikuwa ni mambo yajayo, kwetu sisi ndio mambo tunayoishi nayo kila siku. Yale mambo ambayo mitume walikuwa wanayatafuta tena ukisoma mahali pengine yanasema kwamba walitabiri baadhi ya mambo, walitabiri hasa wale manabii wa Agano la Kale walitabiri mambo ambayo hawakuwahi kuyaona. Sisi leo ndio mambo tunaoyaishi, na bado muamini anaishi kama mtu mnyonge. Ni kitu ambacho hakifai kwenda hivyo. Jambo la mwisho kabisa nataka ulielewe hapa ni kwamba wakati wowote Roho anapoifanya huduma hii ya mafundisho, huwa anahitaji ushirika wako. Kimsingi Roho, kama nilivyokuambia, anakupa shauku ya upokeaji na anakupa uwezo wa kuelewa. Hatua za kuanza kuelewa zinaanza na wewe kusoma yale ambayo yeye amekupa shauku ya kuyaelewa na uwezo wa kuyaelewa. Kwa Roho anakupa shauku na uwezo wa kuelewa, lakini hata kusomea neno kwa niaba yako. Roho anakupa shauku na uwezo wa kuelewa, lakini hata ingia YouTube kutafuta mahubiri ya mchungaji wako kwa niaba yako. Roho anakupa huo uwezo na kila kitu, lakini hata kununulia vitabu ukashangaa tu anakuletea vitabu vya mchungaji wako nyumbani, hiki hapa nimekuletea mwanangu soma. Ni wewe ndio unatakiwa katika ile fedha yako unaosema ni ndogo, utenge hela ya kununua kitabu ili upate maarifa. Ni wewe hapo. Ni wewe hapo unatakiwa kuamua ninunue simu ya milioni 1 ama ninunue Biblia ya 30. Au ninunue simu nitakutana na Biblia kwenye simu. Simama mahali ulipo katika jina la Yesu Kristo. Tuna kizazi cha watu wa ajabu sana. Ukiangalia simu anayotumia mtu ni ya gharama kubwa kuliko hata Biblia. Na hana hata Biblia. Kwa kweli Mungu atusaidie. Mimi nitaanza kuona seriousness ya mtu kwa habari ya mafundisho kuanzia kwenye vifaa vyake vya kujifunzia anavyovitumia. Roho anataka uwe active. Anataka aone kwa makusudi kabisa unaithamini huduma yake ya mafundisho. Kwa kweli Roho hawezi akafanya chochote zaidi ya utayari wako katika eneo la mafundisho. Na nitaomba tukamwombe Mungu ombi hili maalum sana, kwamba wakati Roho Mtakatifu anafanya lolote ndani yangu, mimi nisiwe mtu wa kubaki nyuma. Mungu anipe neema, anipe uwezo, anisaidie mara zote kuflow na flow ya Roho Mtakatifu. Hebu inua mikono yako mahali ulipo. Maombi yangu yafike kwako, moyo ulioponeka utadharau, nikiu yangu haja
hayo ni maombi yako leo, inua mikono yako tu mbele za Bwana. Finyanga tabia yangu ya kusikia. Tazama sauti yako sasa mbele za Bwana. Anza kumwambia maombi na shauku ya moyo wako. Baba Bwana nisaidie lolote ambalo Roho ameagizwa kuja kulifundisha. Mimi nikaflow na hiyo flow yake katika jina la Yesu Kristo. Nisiwe passive kwa huduma ya Roho Mtakatifu. Nikawe active kwa huduma ya Roho Mtakatifu. Niwe na uwezo wa kusikia. Niwe na uwezo wa kutendea kazi. Niwe na uwezo wa kuitikia kwa namna iliyo sahihi kila kazi njema ambayo Roho amekusudiwa aifanye na maisha yangu. Bwana nisaidie. Bwana nisaidie. Roho anaponifundisha kwa lengo na nia ya kumfumua zaidi Yesu Kristo, nisaidie Bwana kumpa ruhusa ndani ya moyo wangu kutimiza kusudi lake, kutimiza haja yake, kutimiza malengo yake ya kumtukuza Yesu Kristo, ya kumwinua Yesu Kristo, ya kumfunua Yesu Kristo. Nisikie kanisa lenye shauku na huduma ya Roho Mtakatifu likimuita Roho kwa shauku kuu. Bwana nisaidie. Bwana nisaidie kunyenyekea chini ya uongozi wako, kunyenyekea chini ya huduma yako katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Endelea Bwana akupe unyenyekevu wa ndani. Kila mara neno unapoachiliwa ukalipokea kwa kumaanisha, moyo wako ukawe udongo mzuri wa kupokea kile Bwana amekupanda. Moyo wako ukaruhusu badiliko, usio tu informed peke yake, ukawe transformed kwa lile neno katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu.
wakinitazama wakuone wewe ndani yangu na mimi ndani yako. Wakinitazama wakuone wewe, unifinyage Bwana, nifinyage. Wakinitazama wakinitazama wakuone wewe, unifinyage, nifinyage. Wakati umeinua mikono yako mahali ulipo katika jina la Yesu Kristo. Jana usiku wakati najiandaa kwa ajili ya ibada ya leo, jana ujuzi, Roho Bwana alisema na mimi na akaniagiza niombe na huyu mtu. Kama utakuwa ni wewe nitaomba tu. Aliniagiza niombe na mtu ambaye ni kama amepoteza amani kabisa ndani ya moyo wake. Amepoteza amani kiasi kwamba haoni chochote kikiwa kinapendeza wala kinafurahisha. Amepoteza kabisa amani na msukumo wa kufanya lolote la muhimu. Amepoteza hiyo amani. Kama ni wewe, Roho Bwana ameniagiza nikwambie kwamba amekutoa kwenye hiyo hali katika jina la Yesu Kristo. Inua mikono yako mahali ulipo niombe sasa. Mfalme, asante kwa sababu neema yako ni kuu na aliko jambo unanionyesha likiwa halihusu mtu. Kwa unafahamu maelekezo na maagizo ambayo umeyatoa ni kwa ajili ya msaada wa mtu mmoja katika jina la Yesu Kristo. Yuko yule amepoteza amani kwa sababu ya kipindi kigumu cha maisha anachopitia. Yuko yule amepoteza amani kwa sababu watu waliotegemea wangesimama naye katika wakati fulani hawakusimama naye. Yuko yule ambaye alitegemea msaada kwa watu fulani na hakuupata huo msaada, kwa haoni tumaini tena. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, ninatamka kuinuliwa kwa kila tumaini lililoinama, kwa kila moyo ulioinama, kwa kila nguvu ile ya kwanza iliyopotea. Pengine ni katika maono, pengine ni katika huduma, pengine ni katika kazi fulani. Nguvu iliyoanzia mwanzo, iliyokuwepo mwanzoni haiko tena. Ninairejesha kwa mamlaka ya jina lenye uweza la Yesu Kristo. Na yeyote ambaye Bwana umekusudia kumhudumia kupitia neno hili, Bwana ukatimize mapenzi yako kwake katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu, na kila mmoja aseme amen. Chukua matoleo yako mtu wa Mungu nikakuombee sasa. Chukua matoleo yako katika jina la Yesu Kristo. Na leo tutakuwa na sadaka za aina mbili tofauti kama tulivyozungumza. Sadaka ya kwanza itakuwa ni sadaka ya ibada, tutatoa kwenye chombo hiki mkono wangu wa kushoto, na sadaka ya pili mkono wangu wa kulia itakuwa ni sadaka kwa ajili ya ujenzi. As you can see, kimetokea hichi kidogo tu na umeona hiyo hali kwa sababu hajamalizia baadhi ya mambo hapa. Kwa hiyo ninaomba nikukumbushe kwamba kila baada ya Jumapili moja tutakuwa tunatoa sadaka ya ujenzi. Kwa last week hatukutoa, hii tunatoa, ijayo tutatoa, inayofuatia pia kule tutatoa. Kwa chombo hiki kwa Shemasi hapa itakuwa ni kwa ajili ya sadaka ya ujenzi, na chombo hiki hapa kitakuwa ni kwa ajili ya sadaka ya ibada. Na kama ulikuja ukiwa umejiandaa na mojawapo, umepata hiyo taarifa hapa, toa ile ambayo ulikusudia tangu nyumbani. Na kama unaweza kumuona kiongozi baada ya ibada kwa ajili ya sadaka ya ujenzi, just do that. Na Mungu atakubariki katika jina lenye uweza la Yesu Kristo. Praise team tatuongoza wakati ambao tunaenda kutoa matoleo. Lakini inua mikono yako sasa nikakuombee, tuwe tukamtolee Bwana. Mfalme, nasema asante kwa upaji wa watu wako na neema ya kushika vitu. Ni neema kufanya kazi na kupata matokeo au kushika vitu mikononi mwetu. Kwa Bwana, watu hawa nakushukuru kwa niaba yao kwamba wameweza kufanya kazi na kupata vitu vichache vya kukutolea. Nami naomba neema na baraka nyingi kwa ajili yao. Wanapokutolea kuligusa kanisa na kazi yako, Bwana usiwaache na kuwapungukia katika shughuli zao zote wanazozifanya. Wamebarikiwa tangu sasa na hata milele katika jina lenye uweza la Yesu Kristo. Amen. Praise the worship team. Umefanya hili,
sasa. Niseme nini? Niseme nini? Siwezi kueleza. Baba ninakushukuru. Niseme nini Baba? Niseme nini? Siwezi kueleza. Baba ninakushukuru. Tena nikulipe nini? Nikulipe nini? Kwa yote umetenda. Bali ninakushukuru. Wako kidogo bali ninakushukuru. Bali yako mwambie hongera kwa kumtolea Bwana. Hongera kwa kumtolea Bwana. Kama ulikuwa unahitaji sadaka kutoa fungu la 10 na haukuwa na bahasha, pengine bahasha ziko viongozi, mwambie jirani yako hongera kwa kumtolea Bwana. Na kama pia ulikuwa unahitaji kutoa kwa njia ya simu, sijui naomba mtafutie namna, wale ambao tupo kanisani namba hiyo sijui na display wapi, sijui mtafuta namna gani, lakini kuna wengine hawaji na cash eti anakuja na simu, kwa hiyo iwe rahisi kuona. Watu online wenyewe inaonekana pale, lakini sisi tunatakiwa pia kuwa na namna ya kuijua namba yetu ya kanisa. Mungu akubariki. Unaweza kukaa katika jina la Yesu Kristo. Nimefurahi sana kwamba umemtolea Mungu kwa furaha namna hii. Makofi ninapomkaribisha kiongozi wa ibada sasa katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Haleluya. Mungu awabariki sana kwa ibada nzuri. Mmependeza, mnavutia. Nyuso zenu ni nzuri, zina furaha. Mungu awabariki sana kwa kufika. Amen. Kwa hiyo tutakuwa na matangazo machache, lakini kipekee nichukue nafasi hii kumshukuru Mungu kwa kunipatia nafasi ya kusimama mbele yenu, ila pasipo kusahau wazazi wetu wa kiroho, baba na mama. Mungu awabariki sana kwa kuniamini na kunipa nafasi ya kusimama mbele ya watu wazuri wa Mungu. Amen. Amen. Tutakuwa na matangazo machache, lakini kanisa letu ni TAG, Total Transformation. Ni mahali ambako tunageuzwa nia zetu na tunamfanania Kristo. Amen. Kwa hapa ni mahali sahihi pa kuabudu na pa kukaribisha familia na watu wengine. Amen. Kwa hiyo kama kuna wageni, tunafurahia sana familia yetu wageni. Kama ni mara yako ya kwanza kujumuika na sisi, unaweza ukasimama ukatusalimia, ukasema umetokea wapi na utakuwa na sisi kwa muda gani. Lakini pia kama ulisafiri kwa kipindi fulani hatujakuwa pamoja na wewe, unaweza ukasimama. Kasoro mama peke yake, unaweza ukasimama ukatusalimia pia. Amen. Karibuni wageni na wale ambao walikuwa wamesafiri. Tumshangilie Mungu anaposimama. Haitoshi zaidi. Amen. Amen. Mike ziwafikie, karibuni sana. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Isaya Joseph Mwangati. Mimi nasali kanisa la Pentecoste Kijitonyama. Amen. Nimependeza Mungu siku ya leo kuja kumsalimia baba mchungaji Sam pamoja na mama, ni marafiki zangu. Amen. Kwa wale nikaribisha kanisani na mimi nilisema leo nitafika. Amen. Makofi. Wow. Inapendeza sana. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina yangu naitwa Shannon Ismail, natokea Dodoma. Ni mwanafamilia Dodoma kule na Sali Destiny. Amen. Kwa hiyo nimekuja kwenye mwanafamilia mwingine. Amen. Makofi mazuri kwa ajili ya dada yetu. Makofi mazuri. Amen. Karibu sana. Amen. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina langu naitwa Neema Lameki, natokea Gairo. Amen. Katika kanisa la Mtakatifu Stefano. Amen. Msingisi. Amen. Napenda kumshukuru Mungu kuwepo mahali hapa katika siku ya leo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. 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 Basi tutawapokea wageni wetu kwa 3 factorials. 5. Tutaanza 5, 4, 3, 2, 1. Tuendelee makofi. 1 2 3 4 5.
Mungu awabariki sana. Amen. Yeah. Na baada ya ibada mtamuona kiongozi wetu. Msiondoke wageni, tunawapenda sana. Mtamuona kiongozi wetu mzuri. Utupungie mkono. Amen. 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 Bwana Yesu. Amen. Mimi nilikuwa nimesafiri kikazi, nimerudi. Naitwa Fabian. Ni kiongozi wetu pia. Amen. Alikuwa amesafiri ila ni kiongozi wetu, kwa hiyo mtamuona, msiondoke bila kumuona. Amen. Amen. Kwa tangazo la pili ni ratiba zetu za ibada. Tuna ibada siku ya Alhamisi ya mafundisho ya Biblia kuanzia saa 12 jioni mpaka saa 2 usiku. Amen. Huo ni muda mzuri sana ambao wengi wanakuwa wametoka makazini. Kwa hiyo tusimnyime Mungu huo muda, na kanisani kwetu hatuna ratiba nyingi. Tumpe Mungu hiyo siku ya Alhamisi. Amen. Tusichukulie kawaida, tufike kama ambavyo tumefika leo. Lakini tuna ibada ya Ijumaa. Ijumaa ni special kwa wale ambao wanahitaji maombezi, ushauri, wale ambao sasa binafsi wanatamani kukutana na Baba. Ijumaa ndio siku yao pekee ambayo wanaweza wakafanya appointment na Baba na wakaonana naye Ijumaa na ukahudumiwa. Amen. Amen. Lakini siku ya Jumamosi tunakuwa na mazoezi ya praise team kuanzia mida ya saa 10 jioni, na baada ya hapo pia tunakuaga na usafi Jumamosi. Kwa karibu ushiriki ibada. Kufanya usafi kanisa ni ibada na ni thawabu unaipata kutoka kwa Mungu. Amen. Amen. Na Jumapili tunakuwa na ibada ambayo inaanza saa 2 kamili mpaka saa 3 asubuhi. Hiyo ni ibada ya maombi. Ni ibada essential, ni ibada nzuri, ni ya muhimu. Amen. Kwa hiyo tusiseme ni ya watu fulani hiyo ibada tukaacha kuja. Tuje, ni ya kwetu sote. Amen. Lakini baada ya hapo kuna ratiba zingine za ibada ambazo ibada inaenda mpaka saa 5 asubuhi mida kama hii, na ibada inaisha siku ya Jumapili. Amen. Yeah. Tangazo la 3, na washukuru na nawakumbusha waliokamilisha changizo la drums na wale ambao waliahidi tuendelee kutoa hiyo ahadi. Amen. Wale ambao wamekamilisha, Mungu awabariki sana. Mlipotoa Mungu akawajaze. Lakini pia wale ambao mmeweka ahadi na bado hamjaikamilisha, tungeomba sana muikamilishe mapema. Tangazo la 4, tunawakumbusha waliochukua bahasha za semina ya mwezi wa 7 ya Rest Conference. Wale ambao wamechukua bahasha, tunawakumbusha kurejesha bahasha ikiwa na sadaka. Amen. Lakini kama unataka kupunguza, unaweza kuonana pia na viongozi ukawa unapunguza. Amen. Amen. Lakini tangazo la 5, Mighty Men idara ya wanaume na Mighty Woman idara ya wanawake, mnaombwa kuonana na viongozi baada ya ibada kuisha. Msiondoke, wanawake na wanaume tutaonana na viongozi wetu. Na ratiba ya kanisa ya mwezi huu April na Mei ipo kama ifuatavyo. Tarehe 27 April tarehe 27 mwezi wa 4 mpaka tarehe 1 mwezi wa 5 itakuwa ni maombi ya mwisho wa mwezi. Tunakutana kanisani hapa kila saa 12 jioni. Amen. Itakuwa ni mwisho wa mwezi, kwa tunakuwa na ile maombi ya mwisho wa mwezi kila saa 12 jioni. Tunakutana hapa kwa hiyo wiki ya mwisho. Amen. Usipange kukosa, mtu wa Mungu. Na tangazo letu la mwisho ni kwamba wiki inayoanza mwezi wa 5 tarehe 4 hadi tarehe 10 mwezi wa 5 ni wiki ya wanaume. Makofi. Wanaume nisikie milunzi. Wanaume milunzi. Wanaume shangwe. Yes. Ni upekee na upendeleo. Tunataka tuwacelebrate, si ndio? Tunataka tuwashangilie. Amen. Yeah. Kwa hiyo hii ni wiki yenu kuanzia tarehe 4 mwezi wa 5 mpaka tarehe 10 mwezi wa 5. Amen. Yeah, itahitimishwa na sikukuu ya tarehe 10 sasa mwezi wa 5. Amen. Kwa hiyo tarehe 10 itakuwa sasa ndio sikukuu yenu ambayo tutawashangilia na matawi. Amen. Yeah, msipange kukosa. Amen. Mungu awabariki sana kwa wakati mzuri. Mungu awabariki sana kwa kunisikiliza. Amen.